Haleluya, mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hebu leo tuangalie maandiko kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Lakini msisitizo wangu utakuwa kwenye ule mstari wa 7 ambapo maandiko yanatuambia wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Ni habari tunaifahamu kama wewe ni msomaji wa Biblia kwamba Adamu na Eva walipokula tunda, maandiko yanasema wakafumbuliwa macho. Unaweza ukajiuliza, kwani walikuwa hawaoni kabla ya hapo? Ni macho gani waliofumbuliwa? Lakini pia ukienda mbele ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 22 mstari wa 31, maandiko yanasema ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake, umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa akaanguka kifudifudi. Sasa Balaamu naye alikuwa ni mtu yuko safarini, anaenda safari yake, na malaika wa Bwana akasimama mbele kutaka kumpinga, na Balaamu hakumuona yule malaika mpaka pale Bwana alipofunua macho ya Balaamu. Na hapo unaweza kujiuliza, alikuwa haoni? Alikuwa anaona, ametoka nyumbani kwake, lakini hakuweza kumuona malaika wa Bwana aliyesimama mbele yake mpaka Mungu alipofungua macho. Kwa hiyo ni mstari wa pili, tunaona watu wakafumbuliwa macho. Adamu na Eva wakafumbuliwa macho na Balaamu akafumbuliwa macho, wakaona. Ukienda kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 17, maandiko yanasema Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Sasa kuna maandiko mengi ambayo watu walifunuliwa macho, watu walifumbuliwa macho wakaona. Nimeichukua hii michache tu. Tukianza kwa Adamu na Eva, maandiko yanasema wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi, wako watupu, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Sasa ukisoma mistari ya juu yake, hawa watu walikuwa wanaona vizuri kabisa, lakini baada ya kula tunda ndipo maandiko yanasema wakafumbuliwa macho. Na ukija kwenye habari ya Balaamu, ametoka nyumbani kwake anaenda safari, anaona, lakini maandiko yanasema Bwana akafunua macho ya Balaamu. Na ukija kwa mfanyakazi wa Elisha, Gehazi, huyu akaombewa kabisa. Elisha akamwombea afunuliwe macho yake, na ni kweli Bwana akamfumbua macho yake akaona. Tofauti yao ni nini katika haya mazingira matatu tuliyoyachukua? Tofauti ni nini? Tofauti ni kwamba Adamu na Eva walijiona miili yao kwamba wako uchi, wakachukua majani wakajishonea nguo. Lakini ukirudi nyuma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 25, maandiko yanasema walikuwa watupu, walikuwa uchi wote wawili, wala hawakuona haya. Sasa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 walikuwa watupu, hawajavaa nguo, ila hawakuona haya. Walipokuja kula tunda, hapo ndipo sasa wakafumbuliwa macho, wakajijua kwamba wao wako watupu, hawajavaa nguo, na hata wakaona aibu. Ukiendelea mistari ya mbele unakuta hata Mungu alipokuja kusema nao wakajificha. Sasa ni kwamba mwanzoni hawakuwa na ufahamu vichwani mwao kama watoto wadogo. Ni nini kilitokea? Ni nini kilitokea? Na je, tunda liliwafanya kitu gani mpaka sasa wakashtuka kwamba hapana, tuko uchi? Ni maswali ya msingi ya kujiuliza. Lakini nikwambie kitu kimoja, Adamu na Eva walipoumbwa hawakuwa katika hali ya kimwili. Kwa hiyo walikuwa hawaoni kwa jinsi ya mwili, walikuwa wanaona kwa jinsi ya rohoni. Tunda walilolila, lile tunda walilokula, liliwatoa kutoka hali moja kuwapeleka hali nyingine. Tunda walilokula liliwatoa kutoka hali ya kiroho likawaleta katika hali ya kimwili. Mwanzoni walikuwa katika hali ya utukufu, walikuwa wamevikwa vazi la utukufu ambalo lilivuka kwa kula tunda.
ambalo lile vazi lilivuka kwa wao kukiuka maagizo ya Mungu kwamba msile matunda ya mti huu. Walipokula wakarudi katika hali ya kimwili tulionayo leo. Ndio maana kwa mara ya kwanza wakaiona miili yao hii tulionayo leo, na wakagundua kwamba hii miili wako watupu. Sasa ukija kwenye kesi ya kwenye jambo la Balaamu, ambao sasa kimsingi ni mwanadamu kutoka katika uzao wa Adamu, ambaye sasa anaona kwa jinsi ya mwilini. Malaika yupo kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo huyu malaika aliposimama mbele ya punda wa Balaamu mpinga Balaamu hakuweza kumuona kwa sababu Balaamu alikuwa anaangalia kwa jinsi ya kimwili na huyu malaika yupo kwa jinsi ya kiroho. Kwa hiyo ilibidi Mungu amfumbue macho Balaamu ili aweze kumuona malaika. Maana yake Mungu alimfumbua macho Balaamu akaona katika ulimwengu wa roho, akamwona malaika katika ulimwengu wa roho. Na ukisoma kwenye habari ya mfanyakazi wa Elisha, Gehazi, baada ya kuombewa na Elisha, na yeye akafumbuliwa macho ya kiroho, akaona katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo hii inatuambia nini? Hii inatuambia kwamba mwanadamu ana aina mbili za macho. Ana macho ya kimwili na ana macho ya kiroho. Macho ya kiroho yalifumbika ndani yetu baada ya Adamu na Eva, ambao sisi ni uzao wake, kula lile tunda. Macho ya kiroho yakafumbika, na macho hayo huwa yanafumbuliwa kwa msaada wa Roho. Ukisoma Biblia utakuta watu wengi walisaidiwa kufumbuliwa macho yao ya kiroho kwa neno la Mungu, kwa uweza wa Mungu, kwa nguvu za Mungu. Ndio maana katika haya maeneo mawili tumeona kuhusu Balaamu na tumeona kuhusu mfanyakazi wa Elisha, Gehazi. Sasa ukienda mbele ndio utaelewa sasa kwa nini Bwana Yesu Kristo alisema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana yake sasa alichokuja kufanya Bwana Yesu Kristo ni kuturudisha katika ile asili aliyokuwa nayo Adamu na Eva. Ndio maana akasema ni lazima uzaliwe mara ya pili. Kwa maana kama wewe umezaliwa mara ya kwanza, wewe ni wa kimwili, unahitaji kwenda hatua nyingine, kuzaliwa mara ya pili kuwa wa kiroho. Ndio maana huyu mheshimiwa akasema kama haujazaliwa mara ya pili hauwezi kuuona ufalme wa Mungu, na kama hujazaliwa mara ya pili hauwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Akasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Unielewa ninachosema? Kwa hiyo mwanadamu ndani yake kuna utu unaitwa utu wa ndani. Saa nyingine wewe sio wewe, wewe ni yule aliye ndani yako, ambaye anasaidiwa kwa kuzaliwa mara ya pili kwa kumpokea na kumwamini Bwana Yesu Kristo, sasa kuweza kufanyika wa kiroho. Kuna mwili ambao Adamu na Eva waliupoteza kwa kula lile tunda, ambao baadaye Mtume Paulo anatuambia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 2 na wa 3 ya kwamba liko kao au liko vazi la kimbingu ambalo tukivalishwa hilo hatutajiona kwamba tuko uchi. Adamu na Eva hili vazi liliwavuka, ndio maana wakajiona wako uchi. Na vazi hili sasa linarudishwa kwetu kwa kumpokea na kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na ndio maana katika kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23 anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unarudishiwa ule utukufu uliopotea. Ndio Bwana Yesu akasema utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 22. Utukufu wa Bwana Yesu Kristo ndio unaoturudisha katika asili yetu ya kuwa ni roho. Na ilikuwa ni muhimu tuzaliwe mara ya pili tuwe roho, kwa sababu hata kushindana kwetu sisi si kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya rohoni. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Tutazidi kujifunza mambo ya Mungu. Ninakupenda. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo bado ipo, inanena mema hata sasa. Mwamini Yesu Kristo, ufanyike kwa mwana wa Mungu. Uwe na siku njema. Shalom.